العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Ndugu katika imani, khutba yetu imebeba maudhui ambayo iko wazi na tumeieleza kwa kadiri ya uwezo katika khutba ya kwanza. Ndugu zangu katika imani, tutaendelea kuchangua moyo na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kitu ambacho alichokiofia katika mwili wake ni moyo, na alikuwa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala muttajihu ila samaa wa hiya qiblatu du'a. Anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anaangalia mbinguni, ambayo mbingu ndo kibla ya dua, akisema ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, ewe mwenye kugeuza geuza na kubadilisha hali za nyoyo, basi ifanye imara ama ufanye uwe imara moyo wangu, usiwe wenye kuyumba yumba wala kubadilika badilika ndani ya dini yako. Yani mahama dhuruf, pamoja na changamoto zozote nitakazokuwa napitia, mahama tahayyaratil ahwal, pamoja na hali zitakapokuwa zinabadilika kwa namna yoyote, sawa sawa njaa, sawa sawa maradhi, sawa sawa maskini, sawa sawa wakati wa vita, sawa sawa wakati wa raha, sawa sawa wakati wa karaha, thabiti qalbi ala dini, moyo wangu ufanye uwe imara katika dini yako, usiyumbe. Na hakika qulubun muthabbata, nyoyo ambazo zimethibitishwa na zilizokuwa imara ni chache. Kuna mu'min wakati akipata hela, lakini ni kafir akikosa hela. Kuna mu'min akikosa hela, lakini ni kafiri akipata hela. Qalbuhu yatakallab kama summiya bismihi, moyo wake hauwezi kutulia, unabadilika badilika kama kinyonga, kama lilivyoitwa jina la moyo. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tuzichunguze nyoyo zetu kila namna, kwa kila wakati. Akasema katika Qur'an, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bali kuna nyoyo zao au ndani ya nyoyo zao kuna kutu, kwa sababu ya yale wanaoyachuma minal maasi wa dhunubi, kutokana na madhambi na makosa wanaoyafanya. Awali moyo unakuwa ni mweupe, moyo unakuwa msafi awali, lakini moyo unabadilika, na ndani ya moyo mabadiliko yake yanaanza na madhambi. Na hata Baitullahil Haram iliyoko ndani ya Makka, ambaye Kaaba na Hajarul Aswad mara ya kwanza lilikuwa abyadu minal laban, lile jiwe ambalo tunasema jiwe jeusi, mara ya kwanza lilikuwa jeupe kuliko hata maziwa, lakini limebadilika kwa sababu ya madhambi ya watu mpaka limekuwa aswad, mpaka limekuwa jeusi kupita maelezo. Na mfano huo ndio mfano wa moyo wako. Moyo wako unaweza ukabadilika kwa sababu ya madhambi unayoyafanya. Kanukta sauda, inaanza kidogo kidogo kama kidoti, na huku kunatokana na kudharau madhambi. Yani mtu anafanya dhambi anaona hili ni dogo, na anaweza akatoa na dalili na adilla la kutetea dhambi ndogo, illa lamam, acha tufanye. Lakini unachotakiwa kuelewa, al-israru bis-saghairi wa adami taubati alayhi yahwi ila al-kaba'iri. Kung'ang'ana katika madhambi madogo
bila ya kutubia kunampelekea mtu kuangukia katika madhambi makubwa. Waliyadhu billah. Ndugu zangu, siku zote usiangalie udogo wa dhambi. La tandhuru li sighari dhunubi bali ndhuru liman asaita. Usiangalie kwamba dhambi ninayoifanya ni ndogo, bali unachotakiwa kuangalia ni nani unayemkosea. Hata maisha yetu ya kawaida kuna makosa, kuna mtu unaangalia wa kumfanyia. Kuna jambo ni dogo, lakini ukimfanyia mtu mdogo bado linakuwa dogo. Lakini kuna jambo ni dogo, lakini ukimfanyia mtu mwenye cheo kikubwa, mwenye wadhifa mkubwa, pamoja na kwamba ni dogo, lakini hapo hapo linageuka kuwa kubwa. Ibadallah, kila mmoja anatakiwa tuishi katika maneno ya mshairi huyu ambaye amewatahadharisha watu juu ya madhambi madogo na kudharau. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa wasna kamashi fawqa ardi shauki yahdharu ma yara la tahqiranna saghirata innal jibala min alhasa. Ametoa tahadhari ya kuachana na madhambi moja kwa moja, saghiraha wa kabira, madogo na makubwa. Na hilo ndio lengo la kila muumini. Ikitokea umeteleza, basi unateleza kwa kutetemeka, na ukishajua kwamba umeteleza, unafanya musaraa wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala bil istighfar, na kufanya vile ambavyo vitakavyopelekea kufuta madhambi kwa haraka. Dhaka tuka, huo ndio cha Mungu. Wasna kamashi fawqa ardhi shauki, ishi katika maisha kama mtu anayetembea kwenye ardhi yenye miba. Yahdharu ma yara, anakuwa na tahadhari na kile ambacho atakachokiona ama kukikanyaga. Uko pekupeku, unatembea kwenye ardhi yenye mbigili, utakuwa na tahadhari kubwa sana. La tahqiranna saghirata innal jibala min alhasa. Usidharau dhambi hata kama ni ndogo, kwa sababu mlima mkubwa unatokana na kijiwe tu, lakini moto mkubwa unatokana na cheche tu. Ibadallah, tarkul maasiya khairu min alfi hasana. Kuacha madhambi ni bora kuliko kufanya mema 1000. Tarkul maasiya khairu min alfi hasana. Na leo alhamdulillah wasaliji ni wengi, alhamdulillah wafungaji ni wengi, alhamdulillah watu wengi wanafanya khairat na amali saliha, lakini mapungufu makubwa katika fi'lul maasiya, kufanya madhambi. Na ndio maana daraja ya kuacha madhambi ni kubwa kuliko daraja ya kufanya mema. Na ucha Mungu na pande mbili, na katika pande iliyokuwa ngumu ni pande ya kuacha. Anaswali lakini bado anazini, anaswali bado anaghishi, anaswali lakini bado si muaminifu, anaswali lakini bado aishi kwa wema na watu, anaswali lakini bado muongo, anaswali lakini bado kadha. Kila akhlaqin sayyi'ah mutasifu bih, kila tabia mbaya ni ya kwake. Haitoshi. Ibadallah, mu'min anachotakiwa afahamu, adh-dhunubu wal maasi tumitu al-qulub. Madhambi yanafisha moyo moja kwa moja. Inafika pahala anaingia katika daraja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema ndani ya Qur'an, khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Ukifika daraja hii, umefika daraja ya kwamba wewe ni mayiti unayetembea. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ukifika daraja ya kwamba moyo wako umeshagongwa muhuri, masikio yameziba, macho yamekuwa kipofu, umefika daraja ya umauti. Haki utaiona batil na batili ndio utaiona kuwa haki.
Utapambana kwa ajili ya dunia na wala hautapambana kwa ajili ya akhira. Utalia kwa ajili ya dunia na wala hautalia kwa ajili ya akhira. Ndugu zangu katika imani, tambihi ya mwisho, almu'min la yahtamu bi'amali al-yawmi faqat. Mu'min anatakiwa asing'ang'ane na matendo ya leo tu, kwamba nimeswali nimemaliza, nimefunga nimemaliza, bal isipokuwa muumini wa kweli anatakiwa afanye hirsi alla yamuta amalihi bimautihi, yasije yakafa matendo yake mema kwa kufa yeye. Yani wewe ukifa na habari zako zimekufa, ukifa na amali zako zimekufa, ukifa na vitu vyako ulivyoviacha vimekufa. Kila mmoja maneno haya akayakague katika maisha yake. Je, wewe hapo ulipo ukifa una athari itakayoendelea iliyokuwa nzuri? Je, ukifa una matendo yatakayoendelea yaliyokuwa mazuri, au kufa kwako ndio kufa kwa matendo yako? Nas'alullaha salama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salat.